Furaha Kabuje ni mkurugenzi wa huduma saidizi hapa wakala ya maabara ya veterinary Tanzania. Leo hii tulikuwa na hii semina ya udhibiti wa vimelea wa madawa sugu. Labda nieleze tu chanzo kwamba wafugaji baadhi wamekuwa wanatumia dawa visivyo, na hii imepelekea usugu wa vile vidawa. Kwa hiyo huu mradi ulikuwa umelenga kuangalia kwamba ni kwa kiwango gani tatizo hili tulilonalo. Kwa hiyo moja, tumegundua kwamba nadhani kama mlivyoona washiriki ni wale ambao wafugaji ambao sampuli zilichukuliwa. Kwa hiyo na wao wameona ile changamoto iliyopo. Labda nije tu kwa upande wa serikali sasa tunafanyaje? Tunao mkakati wa kudhibiti usugu wa madawa kwenye wanyama wa 23-24. Tuna utekelezaji huu mkakati. Moja, kwa nizungumzie tu kwa upande wa wakala, tunatumia njia mbili. Moja, kufanya awareness, yani kuhamasisha wafugaji juu ya matumizi sahihi ya dawa. Kwa sababu akitumia vizuri zile dawa kwa usahihi, usugu hatutakuwa nao. Kwa hiyo hilo kwa upande mmoja, kwa wafugaji kuhamasisha juu ya matumizi sahihi, kwamba mnyama anapougua muone daktari, atachukua vipimo, ataleta kwa wakala wa maabara, vitapimwa, majibu yatatoka na tiba sahihi itafanyika. Na kwa upande wa pili, tunaangalia kwa ango nyingine ya vyakula vya wanyama. Kwa upande wa vyakula, tunachofanya ni kwamba ni kuhakikisha kwamba vyakula vinatengeneza kwa ratio sahihi. Tunatekelezaje hili jambo kuhakikisha kwamba, moja, kwa kuhamasisha wale wafugaji kutumia zile formula walizokuwa wamesema kwamba zilizoandikwa. Kwa mfano kila mfuko unayo formula yake imeandikwa pale. Kwa hiyo zile formula ndio hizo ambazo zinazoonekana mule. Sasa tunahakikishaje hilo jambo? Mara nyingi tunaenforce kwa kutembelea, kwa kufanya sampuli. Tunatembelea baadhi ya viwanda pale ambapo tunakuwa tumepanga na kuchukua zile sampuli ya vyakula. Zile sampuli tunazileta maabara, tunazipima kwamba je, vile viwango vilivyosemwa ndio hivyo ambavyo vinavyoonekana huku. Kwa hiyo na tunawapa mrejesho kwamba majibu yaliyokuja ni 1, 2, 3, na tunawapa na ushauri. Kwa hiyo ndio sehemu kubwa, lakini kubwa zaidi ni ule mkakati tulionao wa kudhibiti. Tunafanyeje? Moja ni kwa kuhamasisha wafugaji, maana wale ndio watu wa mwanzo katika kuhakikisha kwamba kudhibiti usugu wa dawa za vimelea mfugo. Profesa Eric Vitus Komba, mimi ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania. Lakini pia mimi ni mtaalamu elekezi wa shirika au asasi ya microbiolojia ya Marekani. Kwa Kiingereza inaitwa American Society for Microbiology. Sasa leo hii tupo hapa maabara kuu ya mifugo Dar es Salaam. Wamezoeleka kama Temeke Veterinary. Sasa tunawasha ambayo tumeiandaa kama TALIRI kwa kushirikiana na hao nimesema American Society for Microbiology, kwa lengo kuu la kurejesha mrejesho wa utafiti wa vimelea vya usugu wa madawa kwa kuku wa nyama na kuku wa mayai. Sasa hii ni sehemu ya utekelezaji wa mradi ambao lengo lake kubwa ni kufuatilia huo usugu wa vimelea vya magonjwa kwa madawa ambao tumeuanza toka 2019. Kwa hiyo tukifanya shughuli kadhaa ikiwemo ufuatiliaji wa vimelea kwa kuku wa nyama na wa mayai. Sasa mrejesho tunaoleta leo ni wa matukio matatu tofauti ya utafiti ambao tumeifanya kwa kipindi cha miaka 3.
Kwa hiyo sasa leo tumeweza kuwakusanya wafugaji wenyewe ambao walikuwa ndo wadau wakubwa wa kutupa sampuli za kuku wao, lakini tumewakusanya wataalamu wa mifugo kwenye ngazi ya kata, lakini tumewakusanya wataalamu wa mifugo au madaktari wa manispaa wa mifugo kwa manispaa zote za Dar es Salaam, lakini pia tumemwalika mshauri wa mifugo wa mkoa naye yupo hapa, lakini pia tumewaalika wataalamu wa maabara ambao wapo maabara hii kuu ya mifugo Tanzania, lakini karibu na maabara hii kuna ofisi inaitwa ya uchunguzi wa magonjwa ya mifugo ambao ni ofisi ya serikali. Pia tumeleta wataalamu wawili. Sasa umuhimu wa washa hii ni kurudisha mrejesho kwa wafugaji. Muda mrefu tumekuwa tukifanya tafiti aina mbalimbali. Tunaishia kuchukua sampuli kwa mifugo, kuwahoji wafugaji, lakini hatuwarejeshe mrejesho. Sasa imekuwa ni kilio kikubwa. Tunasema tafiti zetu zinakuwa na matokeo mazuri lakini hayarudi kwa wadau. Lengo la tafiti hizi ni kutatua tatizo. Tatizo lililopo ni usugu wa vimelea kwa madawa. Katika utatuzi wa tatizo hili unahitaji wadau wote, kuanzia mfugaji mwenyewe, wauzaji wa pembejeo ambao ndio wauzaji wa madawa, lakini matabibu, madaktari wa mifugo, watafiti, lakini pia tunamhitaji sana mtu wa maabara. Kwa hiyo tupo hapa na wafugaji wa manispaa zote za Dar es Salaam, wawakilishi na wataalamu wa mifugo kwa ajili ya kuwapa matokeo hayo ambayo ni kama nilivyosema ni uchunguzi ambao umefanyika kwa miaka 3 mfululizo. Kwa hiyo katika warsha tutawaonyesha ni wadudu gani tuliwapata kwenye kuku wao, lakini pia ni dawa gani wadudu wao walikuwa sugu zaidi. Hii itasaidia kwanza kwa mamlaka ambazo zinatoa idhini za dawa kuingia nchini, pengine kuamua ni dawa gani ziingie, zile ambazo tumeona zinafaa. Lakini kwa mfugaji mwenyewe, yeye tuna mambo kama 3 kwake. La kwanza, kumshawishi kabla ya kutibu, kwanza amuite daktari wa mifugo. Daktari wa mifugo ndio agundue ugonjwa. Lakini la pili, amruhusu daktari au yeye mwenyewe achukue sampuli alete maabara. Kwa hiyo tunashawishi sana wafugaji watibu baada ya matokeo ya maabara. Lakini la tatu ambalo ni kubwa zaidi kwa afya ya jamii ni kwamba akiwa anawatibu kuku, kuna kitu tunaita kwa Kiingereza withdraw period, au kipindi ambacho ukimaliza ile dozi ya mwisho, kipindi ambacho dawa itakuwa imeisha mwilini. Hicho ni muhimu sana kuangalia kabla hujamuuzia mlaji aidha kuku wa nyama au mayai. Hili ni tatizo kubwa, wafugaji wengi anakuwa anatibu kuku, wamefikia uzito wa kuuza, anauza kwa walaji, lakini pia mayai yanauzwa kuku wakiwa kwenye dozi. Kwa hayo ni ya muhimu zaidi ambayo tunatarajia kuwaeleza leo. Usulisha ndio matokeo ya tafiti ambayo mmeifanya? Matokeo ya tafiti. Lakini kwenye utafiti huu sana tulichokuwa naangalia, cha kwanza ni aina gani ya vimelea kuku wa nyama, kuku wa mayai ambao wanakaribia kuingia sokoni wanavyo mwilini. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni usugu wa vimelea hivyo kwa madawa mbalimbali. Kwa hiyo ni maeneo maalum. Baadhi ya matokeo mliyopata kwenye utafiti. Sawa. Sasa matokeo ambayo tumeyapata, cha kwanza, sisi kama wataalamu kwenye utafiti pia tunaangalia ni dawa gani zinatumika zaidi kwa wafugaji. Kuna dawa zinaitwa tetracycline. Pia ilikuwa inatumika sana zamani kwa binadamu. Tumegundua hiyo inatumika zaidi. Lakini pia kwenye matokeo ya vimelea tumegundua vimelea pia ni sugu zaidi kwa dawa hiyo. Na hiyo ina uhusiano wa moja kwa moja kwa sababu matumizi ya dawa ya kikithiri, wale wadudu ndo wanaizoea, kwa hiyo wanatengeneza usugu. Kwa hiyo ni matokeo chanya ambayo tumeweza kuyaona. Yanawaanisha matumizi ya dawa lakini pia na huo usugu. Athari zikoje kwa wanyama ambao wanauzwa wakiwa pia na madawa? Tumesikia kwenye presentation kusema kwamba mmejaribu kwenda kwenye mauzo masoko ya kuku, mkavunja mifupa mkakuta bado kuku wana dawa. Athari ikoje kiafya kwa wanadamu wakiendelea kupata? Sasa athari ambazo mwanadamu atazipata kwa kula, tunasema mazao ya mifugo kwa ujumla ambayo yana mabaki ya madawa, ni kwamba huyo binadamu atapata zile dawa kwa kiasi kidogo mwilini, kiasi ambacho hakitoshi kumuua yule mdudu, sio kiasi cha tiba. Kwa akishapata wadudu ambao akishapata kiasi hicho cha dawa, wale wadudu akija kuwapata siku yake, nao watakutana na hiyo dawa kwa kiasi kidogo. Kwa hiyo taratibu anatengeneza usugu. Kwa hiyo ni njia mojawapo ambayo mdudu anatengeneza usugu kwa muda mrefu kwa kukutana na kiasi kidogo cha dawa tofauti na kile ambacho kinatakiwa kwa tiba. Ndio kwa maana ukienda hospitali daktari atakwambia labda meza vidonge 2 vya dawa hii.
vile vidonge vile vinakuwa na kiwango cha dawa ambacho kinatosha kumuua mdudu. Lakini sasa kwenye mazao ya mifugo utapata labda robo ya kile kiwango. Kwa hiyo mdudu kinamshtua kidogo, basi na yeye anaamua kutengeneza mbinu za kupambana nayo. Kwa hiyo athari mojawapo kubwa. Kwa mifugo. Sasa takwimu ambazo tunazo, kwa mfano sasa hivi magonjwa mengi ya kuku, ukianza na mifugo yenyewe, magonjwa mengi ya kuku, ng'ombe na mifugo mingine, dawa ambazo tulizizoea zinatibu sasa hivi hazitibu tena. Nyingi, yani nyingi zinadunda. Kwa hiyo ni kutokana na hiyo, yule mdudu amekutana na hiyo dawa mara nyingi ameizoea. Lakini sasa ikihamia upande wa pili ni kwamba tunasema sasa hivi ule umbali kati ya binadamu, kati ya mfugo, wanyamapori na mazingira, ule umbali umepungua. Tunasema ile distance kwa Kiingereza nasema imeshrink. Kwa hiyo sasa interactions, ule muingiliano ni mkubwa sana. Kwa hiyo wadudu kutoka kwa binadamu wanaweza kaenda kwa mifugo, wadudu kutoka kwa mifugo wanakuja kwa binadamu, wadudu kutoka kwenye mazingira wataenda kwa mifugo, wataenda kwa binadamu, wadudu kutoka wanyamapori wataenda kwa binadamu, wataenda kwa mifugo, wataingia kwenye mazingira. Kwa hiyo sisi pia tuna hiyo risk ya kupata mdudu ambaye hatibiwi kwa dawa ambazo zilizopo. Kama nilivyosema kwenye wasilisho ni kwamba ikifika mwaka 2050 usugu wa vimelea kwa madawa utakuwa unaongoza kwa kuua binadamu kuliko ugonjwa mwingine wote, kuliko ukimwi, kuliko COVID, kuliko ugonjwa wote. Kwa hiyo ni athari ambazo tunasema zinatokea taratibu, lakini mwisho wa siku zinakuja kuwa kubwa zaidi. Mimi naitwa Mtebe Majigo, ni daktari wa binadamu, nafanya kazi katika chuo cha afya Muhimbili, chuo kikuu cha afya Muhimbili. Nimekuja hapa leo kwenye hii workshop ya leo ambayo ina nia ya kutoa matokeo ya utafiti na ufuatiliaji wa usugu wa vimelea vya magonjwa usugu wa vimelea vya magonjwa ya binadamu. Kwa hiyo katika utafiti huo na ufuatiliaji huo ulikuwa unafadhiliwa na mradi wa Fleming Fund. Mimi nakuja kuiwakilisha Fleming Fund katika kuelezea ambacho Fleming Fund imekuwa ikikifanya katika Tanzania. Fleming Fund ni mradi ambao unafadhiliwa na serikali ya Uingereza kupitia shirika la misaada ya Uingereza ambalo linatoa misaada katika nchi 25 na Tanzania ikiwemo. Mradi huu na ufadhili huu ulianza tangu mwaka 2019, umekuwa ukisaidia maeneo ya ufuatiliaji wa vimelea, usugu wa vimelea vya magonjwa kwa dawa za antibiotic. Na Fleming Fund katika eneo ambalo ilianza nalo katika kuwezesha hii kazi ni kuimarisha uchunguzi wa vimelea hivi kwenye maabara zetu zote za mifugo na za binadamu, pamoja na kuwapa uwezo wataalamu ambao wanafanya kwenye maabara hizo na wale wataalamu ambao wanatibu, na kuweza kuweka utaratibu wa kuchakata hizi takwimu zinazotoka katika uchunguzi huo, pamoja na kuhakikisha kwamba kuna mifumo wezeshi katika nchi ya kuweza kutambua tatizo hili. Kwa hiyo Fleming Fund imekuwa ikisaidia sana katika eneo hilo, na ile awamu ya kwanza ilianza mwaka 2019 ikaisha 2023. Sasa hivi tuna awamu ya pili ambayo itaisha Disemba mwaka huu 2025. Na mategemeo labda awamu nyingine itakuja huko baadaye, hatuna uhakika. Katika awamu hii sana sana kinachofanyika ni kuhakikisha kwamba zile maeneo yale ambayo tulikuwa tunayawezesha yanaendelea kuwezeshwa, vile vile na kuongeza hospitali nyingine na maeneo mengine ya mifugo na maabara nyingine za mifugo, na sasa hivi wameenda mpaka kwenye maabara inayoshughulikia utafiti wa samaki.
vile vile tunaongeza na hospitali nyingine za private. Kwa hiyo kwa ujumla sasa hivi kuna vituo 16 ambazo vinafadhiliwa na Fleming Fund katika eneo hili la utafiti na uchunguzi na ufuatiliaji wa usugu wa vimelea vya magonjwa kwa dawa za antibiotic. Vimelea vya magonjwa na vyenyewe vina akili kwa sababu hizi dawa zinaua. Dawa za antibiotic zinaviua vimelea vya magonjwa. Kwa hiyo na vyenyewe vina akili, vinatafuta mbinu za kuweza kukwepa uwawa na hizo dawa. Sasa zile unapokuwa na mbinu za kukwepa kuwa na vile dawa, ndio hiyo tunaita usugu. Sasa nini kinasababisha mpaka inakuwa hivyo? Kisababishi kikubwa cha kwanza ni hawa wadudu kukutana na dawa ambayo haijitoshelezi, dawa isiyokamilika. Inaweza isikamilike kwa sababu ya dozi kidogo au imetumika kwa siku chache wakati ilitakiwa itumike siku nyingi. Ikikutana na hali hiyo, kwa sababu haikumuua kabisa, kwa hiyo huyo mdudu anatafuta namna ya kujigeuza awe asishambuliwe tena na hiyo dawa. Alafu sasa kwa mbinu nyingine, huyo mdudu mmoja ambaye anaweza kuwa na uwezo huo anapeleka hizo taarifa na mbinu hizo kwa wengine ambao hawajagusana na hiyo antibiotic. Kwa hiyo kwa baada ya muda mfupi unaweza kukuta wadudu wengi hawawezi kushambuliwa na hizo antibiotic ambazo tumekuwa tukizitumia. Sasa inakuwa kuaje iwe dawa isijitosheleze au haijafika? Kuna watu wanatumia dawa bila kujua anatibu mdudu gani. Sasa inakuja inamgusa kidogo, anashindwa anatengeneza usugu. Kuna watu wengine wanatumia antibiotic bila kukamilisha. Kuna antibiotic zinatumika kwa mifugo na hiyo dawa ilienda kwa mifugo inakuja kufika kwa binadamu. Sasa kutokana na hiyo kutokutumia dawa isivyo sahihi ndio kinaleteleza kujenga huu usugu kwa vijidudu hivi vinavyoambukiza magonjwa. Changamoto gani katika kutibu hata magonjwa ya kawaida?